Simulizi hii inaitwa Kipofu. Ni simulizi inayomwelezea mwanamke ambaye amezaliwa akiwa na ulemavu wa macho. Huyu binti jina lake sio Kipofu, bali jina lake ni Tausi. Tausi ni mwanamke mzuri sana aliyezaliwa katika familia ya baba na mama yake waliomkuza na kumlea. Lakini kasoro yake kubwa ni moja tu. Japokuwa ni mzuri wa rangi, mzuri wa sura, mzuri wa maumbile, lakini kasoro yake ni moja tu. Huyu Tausi, yeye Tausi ni mlemavu wa macho. Tausi alizaliwa akiwa na ulemavu wa macho, yaani kipofu. Tausi yeye kwa sasa ni msichana aliye na umri wa miaka 23. Lakini Tausi wakati akiwa binti mdogo, wazazi wake walifanikiwa kumpeleka katika shule maalum. Huko alikwenda kujifunza herufi pamoja na utambuzi wa mambo usawa na wale wasio na ulemavu. Tausi hakuzaliwa katika familia ya kitajiri, bali Tausi alizaliwa katika familia ya kawaida tu. Tausi hakuzaliwa katika familia ya kitajiri. Pia tena Tausi hakuzaliwa katika familia ya kimasikini. Tausi hakuishi maisha ya kulala na njaa wala kukosa ada ya shule pamoja na mavazi pia. Kwa sasa Tausi amefikisha umri wa miaka 23. Kikubwa kinachomuumiza sana Tausi ni juu ya watu wanavyomuita jina la kipofu, na ningali yeye ana jina lake, tena jina la ndege anayechanua na anayependeza machoni kwa kila mtalii apendaye kwenda kutembelea mbuga za wanyama. Jina lake ni Tausi, lakini watu wengi wamekuwa wakimuita kipofu. Binti huyu anaumizwa sana na tabia ya watu kuwa wanamuita kipofu. Anaumia kweli binti huyu. Tausi maisha yake yote hakuwahi kumpata mpenzi aliye mwaminifu, bali isipokuwa wapenzi wengi wanaokuja kwenye maisha yake, wengi wanakuja kwa kuutamani tu mwili wake. Wanaume wengi wakishautumia mwili wake wanamwambaa na kumkimbia na kumwacha peke yake. Hata wale waliomwahidi kumuoa wakishalala naye tu na kuuona utu wake wa ndani, basi na wao wanaondoka, hawataki kabisa kuingia katika ndoa. Kuna wakati Tausi alikuwa akiwakatalia wale wanaume ambao wakija kwenye maisha yake wanataka kushiriki tendo kwanza kabla ya ndoa. Lakini wale wanaume walikuwa wakigomba na kusema kuwa kama hawatoionja asali hawatoijua utamu wake, hivyo hawataki kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Hivyo Tausi, kwa kuwa alikuwa ana hamu ya kuingia katika ndoa, alikuwa akiwapa penzi, na baada tu ya kuwapa penzi wanaume hao wanachekichia na kuondoka. Yaani ile ahadi ya kusema tarudi tena, hawarudi tena. Anabaki akiumia binti huyu, mwanamke ambaye ana umri kwa sasa wa miaka 23. Simulizi yetu inaitwa Kipofu. Ni simulizi fupi ambayo itaanza leo na itaisha leo. Maisha yalizidi kusonga mbele. Kuna wakati Tausi
alikata tamaa kabisa kuingia katika mahusiano. Aliamini ya kwamba ameumbwa aishi peke yake katika maisha. Tausi aliamini kuwa hakuna mwanaume atakayechanua mbawa kutoka kule atokapo na mbawa zake kumfikisha kwake na kutangaza ndoa ya kweli. Hakuna kabisa imani hiyo ambayo aliamini kuwa ni imani kubwa katika maisha yake. Tausi ni kipofu sawa, lakini ana haki kama wengine. Yalikuwa ni maneno ya mama yake. Mwanangu, sawa wewe ni kipofu, lakini una haki ya kuolewa kama wanawake wengine. Mama, hapana, mimi sina hiyo haki. Bwana, wanaume wangu wote wanitaki, wote wananikimbia. Sasa nafikiri mama, mimi nitaishije? Wakishanitumia tu anaondoka. Mwanangu, usijali, atashuka tu wa kukupenda na kukuoa mwanangu. Mama yake aliendelea kumsihi na kumsisitizia kuwa, mwanangu, siku moja utaweza kuolewa mwanangu. Upofu sio ukilema, na hata asitokee mwanaume wa kukuoa, utaolewa mwanangu. Hapana mama, huyu ni mwanaume wa 7 sasa, ananiambia atanioa alafu anioi. Baba yake naye aliweza kumjuza na kumwambia bintiye, mwanangu, kama wewe hautaolewa katika maisha yako, basi mimi nitaipaza sauti yangu na kuiambia milima. Nitainua macho yangu kuitazama milima, huku nikimwomba Baba wa Mungu wa mbinguni akutazame na nitazame mimi na utazame uzao wangu. Msaada wangu utatoka wapi? Nawe katika maisha yako ukiukosa kabisa msaada, inua macho yako itazame milima, kisha umwambie Baba Mungu, msaada wangu utatoka wapi? Mume wangu yuko mashariki, magharibi, kusini, ama yuko kaskazini? Baba, hayo ni maneno tu, lakini mimi ni kipofu baba. Hivyo nafikiri ni mwanaume gani mjinga atawacha wanawake wazuri nakuja kunipata mimi kipofu? Baba na mama, najutia mimi kuja duniani. Yaani tangu shuleni watoto wenzangu zamani walikuwa wananicheka, wananiita kipofu. Mwanangu, binti yangu, sikia nikwambia na kuambia baba yako, siku zote Mungu hawezi kumpa mwanadamu kilema bila kumpatia mwendo. Mama, hayo ni maneno tu mama. Hayo ni maneno tu ya kumfariji mtoto mdogo, lakini sio mimi. Mimi nimeshapevuka mama. Mama yangu, mimi ni kipofu, sina thamani. Baba na mama walimwambia binti yao maneno mengi ya kumsihi na kumsisitizia kuwa siku moja ataipata furaha ya maisha yake. Maisha yalizidi kusonga mbele, huku dunia ikizunguruka kwa kasi kweli kweli. Tumaini la mtoto huyu kila uchao lilikuwa likiteketea na kuyayuka kama jinsi ambavyo mshumaa unavyoteketea wakati ambao unaachia mwangaza kwa mwanadamu. Nyakati zote zije na nyakati zote zipite, lakini Tausi anamwambia baba yake kuwa, baba, kufiwa ni maumivu. Maana tafsiri ya halisi ya kufiwa ni kuondokewa na mtu ambaye hata ukisema dunia simama, haisimami baba, haisimami baba. Mimi ninangoja sasa. Aliendelea kuishi na wasiwasi. Ile hali ya kujiamini
iliendelea kuteketea, lakini moyoni mwake nguvu ya ujasiri ilikuwapo, na hata asijue nguvu hiyo ya ujasiri imetoka wapi. Lakini kwenye akili amekwisha kukata tamaa. Siku moja Tausi amelala. Katikati ya usiku anaota ndoto. Anaota yuko mawinguni kabisa. Huko mawinguni hana mwili kama jinsi ambavyo binadamu ana mwili. Huko mbinguni hauoni mwili, bali ni roho. Roho wanapenda kuita Wakristo, lakini Waislamu roho wanaita nafsi. Roho hiyo iko mbinguni, ikielea mbinguni, na kwenye matembezi ya roho hiyo anaweza kuonana na Mungu. Roho inaonana na Mungu mbinguni. Lakini cha kushangaza, wakati ambao Tausi yuko mbinguni sio kipofu, na pia huko mbinguni sio mtu wa kawaida, bali ana cheo ambacho ni kiongozi wa malaika, na raisi ni Mungu. Mungu anaiambia nafsi, ewe nafsi, sikukupeleka duniani uende ukaishi alafu uishie. Nimekupeleka duniani ili ukaifundishe dunia kuwa kipofu naye ni mtu, kipofu naye ni mwanadamu ambaye aliumbwa na Mungu. Hivyo kipofu ana nafasi na yeye. Usikate tamaa, nenda ukauvae mwili ule, upe ujasiri. Kisha mwisho wa siku kitu kizuri kitatokea, na baada ya hapo utaona maajabu. Nimeipenda dunia na hata nikakuchagua wewe kuwa mwanangu wa pekee. Uende ukajidhihirishe kupitia mimi. Alfajiri anaamka kijana, anaamka huyu kijana wa kike katika usiku wa ndoto. Anaanza kujiuliza, ni ndoto gani nimeota? Nimeota naongea na Mungu. Shabash, inawezekanaje hii? Ilimfikirisha sana, alifikiria sana Tausi, lakini aliendelea na maisha huku akiamini kuwa ile ni ndoto tu. Lakini japokuwa ndoto huwa zinakuja na tafsiri, lakini aliamini kwamba kwa sababu anapitia maisha hayo, ndio maana hayo anayapitia. Siku moja Tausi, wakati anatembea tembea akiwa na mti wake, yaani ile miti ambayo huwa wanatumia walemavu wa macho, alimaarufu vipofu, alikuwa akitembea barabarani. Na hapo barabarani aliweza kukutana na chizi ambaye ni mwehu. Mwehu huyo alikuwa kila takataka, yaani uchafu wa barabarani, uchafu wa kwenye madampo. Kwa kuwa yeye alikuwa ni kipofu, asingeliweza kumwona kwa macho, ila ni kama roho yake ilimwambia, simama, kuna kitu mbele yako. Ndipo sauti ya Tausi ilijikuta ikisema maneno, jamani, kuna mtu hapa, kuna mtu hapa. Sauti yake ilikuwa ni ajabu sana. Watu ambao walikuwa wakitupa taka eneo lile walishangaa kuona muujiza wa ajabu. Yule mwehu hakuwahi kumjibu mtu na wala hakuwahi kuongea na yeyote, lakini cha kushangaza,
Sauti ya mwehu ilisikika baada ya sauti ya Tausi kusikika. Ndio. Kuna mtu hapa. Ndio, kuna mtu hapa. Ni mimi hapa. Wananiita mwehu mimi. Mimi ni mwehu, nipo hapa. Wewe ni mwehu? Sasa umejuaje kama yeye ni mwehu? Wananiita watu mwehu. Sasa si ndio na mimi najua mimi ni mwehu. Wananiita watu mwehu. Sasa kwa nini siitike mimi mwehu? Sawa, mimi naenda. Unaenda wapi sasa? Mimi nimekupenda. Nimekupenda mimi. Mimi nimekupenda, usiniache, ondoka na mimi. Jamani, unataka ondoke na mimi? Ndio, ondoka na mimi bwana. Unaniachaje hapa mimi hapa unaniita mwehu mimi? Bora hata wewe umeniita sauti yako nzuri. Minong'ono ya watu ilianza kusikika ya kuwa mwehu huyu huwaga ni mkali, ni mkorofi, huwa haongei na mtu. Jamani, huyu mwehu huwaga haongeagi na mtu, lakini imekuwaje ameongea mwehu huyu? Usiniache bwana. Ukiniacha mimi nitalia bwana. Mimi nitadhalilika. Usiniache bwana, mimi mwehu. Basi twende pale. Nimekuja na usafiri pale, nilikuwa natembea tu, niko pale hata sio mbali pale. Binti Tausi alimkamata mkono na wote walikamatana mkono. Tausi alikuwa ni kipofu, lakini alikuwa na hisia kali na sehemu ambayo alikuwa ametoka alikuwa akiifahamu. Hivyo kupitia mti wake aliyeenda kidogo, ilikuwa sio mbali kidogo, ilikuwa sio mbali sana, ni kidogo, alikuwa anatembea. Baada ya kufika pale, waliingia kwenye bajaji, kisha bajaji ile iliwapeleka nyumbani. Baba na mama wakiwa wanakunywa chai, wanamshangaa mtoto wao amekuja na mwehu nyumbani. Mwehu ambaye ananuka kweli kweli, ana mavazi yaliyoduni sana. Shabash. Japokuwa Tausi alikuwa ni kipofu, lakini pua yake ilikuwa sio kipofu. Wakati anaondoka naye alijua kabisa na alihisi kabisa harufu hii ni kali kweli kweli, lakini hakumwonea kinyaa. Aliingia naye mpaka ndani. Mwanangu, mbona umekuja na huyo mwehu nyumbani? Kabla Tausi hajajibu, yule mwehu alijibu, kumbe anaitwa Tausi huyu anaitwa Tausi mwanao. Mimi nimempenda, mimi mwehu nimempenda bwana. Mimi nataka ni mwehu mwanao. Mimi mwehu nimempenda mwanao. Tausi bila kupenda bwana, nikuoe bwana, kubali nikuoe bwana. Nikuoe Tausi bwana, nikuoe. Baba na mama walistaajabu kuona mwehu anatangaza ndoa mbele ya wazazi. Mwanangu, umemtoa wapi wa mwehu? Jamani, baba na mama, sasa yeye amening'ang'ania, ameniambia anataka kuja na mimi. Sasa mimi nimkatae kwa sababu gani sasa? Umemsikia anataka kuoe. Uko tayari kuolewa na mwehu? Sasa kuolewa na mwehu sasa mama. Sasa mwanangu, kwa nini umekuja na mwehu nyumbani? Ilikuwa ni sauti ya baba yake. Mwehu aliendelea kusema, msimlaumu mimi, msimlaumu Tausi wangu, msimlaumu mke wangu mtu anajua. Mimi ndo nimemng'ang'ania. Basi kama bibi nifukuzeni, niondoke tu nyumbani kwenu. Nisamtaki watu, mimi nifukuze tu. Mimi nimekwambia nataka ni mwoe huyu, nataka ni mwoe. Kwani Tausi umeolewa? Mwehu yule alikuwa akimuuliza swali hilo Tausi. Tausi aliingiwa na kigugumizi na kushindwa kusema chochote. Mwanangu, sasa unafanyaje sasa? Sasa mama bwana, hamna shida. Ngoja kwanza tu mpeleke basi akaoge. Baba, msaidie basi mpeleke bafuni akamwogeshe, umpe nguo zako afae, alafu ndo utajua bwana. Mimi nataka tu nimejikuta tu nataka nimsaidie mama. Kwa kuwa Tausi alikuwa ni kipenzi cha baba na mama, hivyo baba na mama walifanya kama vile ambavyo mtoto alitaka. Sasa ni baada ya nusu saa. Mwehu huyo amekwisha kuogeshwa, amekwisha kupakwa mafuta na amekwisha kuwa bomba kwelikweli.
Mwanangu, asa umwewe anakuambia atakuoa. Jamani. Asa mwanangu, imekuwaje umwewe umekuja naye? Jamani, msimlaumu bwana, msimlaumu mtoto wenu, msimlaumu mke wangu mtarajiwa huyu. Mimi mweu ndio, mimi mweu, lakini nataka nimuoe mtoto wenu, nataka nimuoe. Sasa mwanangu, unamsikia umwewe jamani, hivi tutaweka wapi sura yetu sisi? Wewe bwana, kuweka wapi? Ukitaka sura yako utaweka ufunguni, ukitaka uweke kwenye kochi, kwenye sofa, kwenye upaa, kwenye mwiko, utajua mwenyewe hapo. Mimi nataka tu nimuoe binti yenu. Mimi binti yenu mimi nimempenda tu hapo. Mimi nataka tu nimuoe bwana. Basi yule mwehu aliweza kumgeukia Tausi, kisha mwehu huyu alipiga goti na alimkamata Tausi na kumwambia, mimi najua mimi mwehu ndio, lakini mimi nimekupenda, wewe mzuri. Wewe mzuri bwana, mimi nataka nikuoe. Sasa unataka unioe? Unaweza kunitunza wewe mwehu? Wewe si mwehu jamani, wewe bwana wewe. Bwana, mimi nakutunza tu hivyo kiukeu hivyo, utakutunza kiukeu tu hivyo basi tu. Wewe hivyo kiukeu tu basi. Basi niambie basi, mimi nakuuliza mara tatu tu, mara tatu tu. Ukikataa basi mimi naondoka zangu. Mimi nataka mchumba hapo. Jamani Tausi. Nataka nikuoe, uko tayari? Tausi. Nataka nikuoe, uko tayari? Tausi, nataka nikuoe. Baba na mama wa Tausi walishangaa sauti iliyobeba maneno ya huzuni, iliyotoa maneno chachu yenye chachu yakisikika kwenye masikio yao. Baada ya mwehu kuuliza mara tatu, ndipo Tausi alisema, mimi najua baba na mama, huyu ni mwehu, lakini wanaume wenye akili mbona wamekataa kunioa? Basi sikia nikwambie wewe kaka, kwanza naomba unisamehe, nimekuita mwehu. Wewe ni mume wangu mtarajiwa, niko tayari kuolewa na wewe, niko tayari. Baba na mama walimshangaa mtoto wao na kuona ni nini kimemkuta, lakini mtoto aliendelea kusisitiza kuwa anatakiwa aolewe leo, maana wanaume wengi wamekuja kwenye maisha yake, wanataka kumuoa lakini baadaye wanakataa. Basi baba na mama waliandaa harusi na waliweza kufunga ndoa ya Kikristo. Na wakati ambao ndoa imeshafungwa, ndipo mwehu yule aliomba maiki, na baada ya kupewa maiki alianza kusema, lakini cha kushangaza hakuongea ile sauti ya mapepele kama jinsi ambavyo alivyokuwa akiongea hapo awali. Alisema, ndugu wageni waalikwa, kila aliyoko hapa anajua mimi ni mwehu chizi, lakini ukweli ni kwamba mimi sio mwehu, na wala ukweli ni kwamba mimi sio chizi, bali mimi ni mwanaume mwenye nafasi kubwa tu katika nchi hii. Mimi nilimuaga baba yangu kuwa ninakwenda kumtafuta mwanamke atakayenipenda kwa hali yoyote ile, na huyu nimempata. Baada ya hayo maneno, na kwa ajabu sana, huyo mwanaume aliinua mkono wake na kuugusa macho yake, macho ya Tausi, na kwa miujiza macho ya Tausi alianza kuona. Fumba na kufumbua, Tausi anamuona mwanaume handsome kweli kweli. Kisha mwanaume yule aliendelea kusema, mimi sio mwehu, bali mimi ninaitwa Daudi, ni mtoto wa pekee wa rais wa nchi hii, ni mtoto wa pekee ambaye nimezaliwa siku ya mwisho. Baba na mama yangu walipata watoto, lakini mimi ni mtoto wao wa mwisho na wananiita mtoto wa pekee. Baba yangu ni rais, lakini sio rais wa nchi hii ya Tanzania, bali
baba yangu ni rais wa nchi fulani. Aliitaja nchi hiyo. Hapo kumbe alijidai mwehu ili kumsaka mwanamke wa kweli. Tausi alimpata mtoto wa rais na alikwenda kuishi nje ya nchi ya Tanzania. Huko alipata raha, burudani pamoja na mambo mengi kweli kweli. Waliendelea kupendezana.